Karibu Tabora, karibu Toronto. Akiwa hekaluni baada ya kuwa amefanya kazi ya kusafisha hekalu, sasa jana anaketi na kuanza kufundisha, lakini anakutana na maswali kutoka kwa maadui zake. Wanahoji ni kwa mamlaka gani anayafanya mambo hayo, mambo ya kufukuza watu hekaluni, mambo ya kuharibu biashara za watu. Nani amempa mamlaka hayo? Na Yesu Kristo hakuwa na haraka ya kuwajibu kwamba ametoa wapi hayo mamlaka. Akawaambia kwamba na ninyi niambieni, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Wakaulizana pembeni, wakakosa majibu, akasema hatujui, na yeye akasema hawezi kuwaambia. Mamlaka ya Yesu Kristo ni mamlaka ya Mungu, hayawezi kuhojiwa na mwanadamu yeyote. Yeye ni Mungu kweli kweli, anafahamu anachokifanya. Kwa hiyo hata kazi ile ya kuwafukuza wafanyabiashara pale hekaluni alikuwa anajua nini anachokifanya. Watu wema hawawezi kufurahiwa na walio wengi. Mahali popote ambako kuna watu wema, basi watachukiwa. Ukienda kwenye taasisi mbalimbali, kama kuna mtu anapenda haki, huyo atachukiwa na wale wasiopenda haki. Kwa mfano, taasisi hiyo watu wanaongoza kwa kura rushwa ili waweze kumtendea mtu haki yake, basi wewe ukienda na ni mtenda haki, unafanya pasipo kudai rushwa, watakuchukia sana, kwa sababu unawaharibia utaratibu wao. Yesu Kristo yupo tena kazini. Amekuja kwa kazi maalum na lazima aitimize kabla ya kukamatwa kwake. Na unaweza ukajiuliza ni ujasiri gani aliyokuwa nao kama sio Mungu huyu, kwa sababu amegombana na watu ambao wamewaharibia biashara zao mule hekaluni, lakini kesho yake siku ya Jumanne wamehoji kwa nini unafanya mambo haya, lakini kama haitoshi anarudi tena siku inayofuata. Na yeye kwa kuwa ni Mungu alikuwa anafahamu mawazo ya watu, mawazo mabaya yote anafahamu, wana mpango gani anafahamu. Jambo ambalo linatokea katika siku hii ndiyo siku ambayo Yuda Iskariote alikwenda kupanga mipango ya kutaka kumkamata Yesu Kristo. Ilikuwa ni siku ya utulivu. Yesu Kristo ameketi na wanafunzi wake, alizungumza nao mambo mengi sana. Mambo mengine aliwaambia kwamba bado kitambo kidogo mnaniona, lakini bado kitambo kidogo hamtaniona, kwa sababu alikuwa anajua atakamatwa, atakufa, ndani ya siku 3 hawatamuona kweli, lakini baada ya hizo siku 3 watamuona tena. Ukisoma katika Injili ya Yohana unaweza kuyaona maneno haya, lakini mimi nimechagua kusoma Injili ya Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hapa ndipo ambapo tutajifunza leo. Maneno ya Mungu yanasema, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Kama kuna jambo ambalo linasikitisha sana maishani, basi ni pale ambapo mtu wako wa karibu kabisa anapokugeuka. Hilo ni jambo linalosikitisha. Kuna jambo ambalo analifanya kwa siri, wewe usijue. Labda katika biashara anapanga yeye apate faida kubwa kuliko wewe, kwa kuwatumia wafanyabiashara ambao mnafanya nao biashara. Anakupanga kwa maneno, anasema huu mzigo tunaununua kwa shilingi 1,000,000, lakini mimi nitamwambia jamaa tununua kwa shilingi 3,000,000, kwa sababu hela ni ya makubaliano na hela ni ya pamoja, yeye anapata faida 300,000 zaidi. Haya mambo yapo. Na mtu mmoja aliwahi kusema kwamba ukiona watu wawili wanafuatana, basi ujue kuna mmoja anamnyonya mwenzake. Na hapa sizungumzii mahusiano ya mume na mke ambao wanafuatana, hapana, ila rafiki na rafiki. Yaani ukiona na rafiki yako yupo Bennett na wewe, basi kuna faida anayoipata kutoka kwenye huo rafiki wenu, na hiyo faida ikikosekana tu, huyo rafiki hawezi kufurahishwa na urafiki wenu, kwa sababu yupo pale kwa ajili ya maslahi fulani. Maadui walikuwepo tangu zamani. Yesu Kristo, bahati mbaya sana, maadui wanatoka ndani ya kundi lake, na siku zote adui aliyeko ndani yako ni vigumu sana kumgundua.
kwa sababu kuna watu watakuletea taarifa, na ule umbali wenu na yule adui, kama sio rafiki yako, hamna mazoea ya kuwa karibu mara kwa mara, utajua kabisa huyu hatupendani, huwa hatuko pamoja. Mstari ule wa 3 katika Injili ya Luka sura ya 22 nasema, Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Siku zote mtu ambaye anakufahamu ndiye anajua saa fulani waga upo wapi. Yuda anagundua kwamba hawa majemadari wa jeshi la Warumi, hawa wakuu wa makuhani walimwogopa Yesu Kristo kama tulivyoona jana, kwa sababu kundi kubwa lilikuwa linamfuata Yesu Kristo, na sio tu kumfuata, lilimwamini Yesu Kristo, na kule kumwamini wakaishiwa nguvu. Wale Mafarisayo, wale wakuu wa dini waliishiwa nguvu, kwa muda mfupi wakawa hawana ushawishi tena kwa watu, na kwa sababu hiyo walimhofia. Lakini wanamhofia huku bado wana chuki moyoni, tutafanyaje tupate kumkamata huyu? Kumbuka Yesu Kristo amekuja Yerusalemu nyakati ambazo ni za sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ambayo inaitwa Pasaka. Nilisema siku ile ya Jumapili kwamba siku hizo watu walitoka miji mbalimbali kuiendea Pasaka, kwa sababu Pasaka ilikuwa ni tukio linalofanyika kila mwaka katika historia ya Wayahudi. Pasaka haikuanza na Yesu Kristo, lakini ilianza hata kabla, na inaleta kumbukumbu kwamba Mungu aliwaokoa hawa wana wa Israeli kutoka katika mkono wa Farao. Kisoma kitabu cha Kutoka itakuonesha namna ambavyo aliwatoa kule, hata Farao alipojaribu kuwafuata njiani, wakafika kwenye bahari, wakazamishwa wale maadui, alafu kundi la wana wa Israeli likapita katikati ya maji yaliyosimama kushoto na kulia, alafu wakapita katikati. Adui farasi zao wote wakaangamia hapo. Kwa hiyo tangu wakati ule wana wa Israeli waliendelea kuadhimisha kile kitendo cha wao kuokolewa. Wakawa wanakutana Yerusalemu watu wengi sana kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo katika siku hizi hawa Wayahudi, hawa wakuu wa dini, hawa Mafarisayo wanakasirika sana. Yesu Kristo anapata umaarufu. Hata maeneo mengine katika majadiliano yao waligombezwa, wakaambiwa, mnafanya nini? Hamuoni ulimwengu wote huko nyuma yake? Yaani mmezubaa tu, hamna jambo la kufanya kumzimisha huyu mtu. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa wanamwogopa. Sasa Yuda kwa kutambua hilo anasema, mimi nipeni fedha, alafu mtaona namna ambavyo tamsaliti. Mtu wa karibu yako ndiye anaweza kukumaliza. Kumbuka kisa cha Samsoni na Delila. Siku zote Wafilisti waliogopa kumkamata Samsoni. Aliwashinda, aliwapiga, aliua mamia kwa maelfu kwa sababu ya nguvu alizokuwa nazo. Alafu wakatafuta namna ya kumkamata, wakapitia kwa mke wake, wakamwahidi pesa nyingi na zawadi nyingi ili tu aweze kuwaeleza siri ya nguvu alizonazo Samsoni. Na kwa sababu Delila ni msiri wa Samsoni, ni mke wake huyu, atawezaje kuacha kumwambia ukweli? Kamdanganya mara ya kwanza, mara ya pili, ili ajue anatafuta nini huyu. Mara ya kwanza alimwambia tu nywele zangu hizi zikifungwa huku na huku, hapo nguvu zangu zinakuwa zimeisha. Akajaribu kumfunga alipokuwa usingizini, lakini baadaye akamdanganya, Samsoni, Wafilisti wamefika. Akashangaa jamaa linainuka na nguvu zake zile zile. Delila analalamika, mbona umemdanganya? Mbona umemdanganya? Na ukumbuke ni mke wake, anaongea kwa sauti ya kubembeleza. Samsoni hakuendelea tena kudanganya, akamwambia, mimi sijawahi kunyolewa tangu nizaliwe, nimekuwa mnaziri wa Mungu tangu nikiwa tumboni mwa mama yangu. Sasa hizi nywele zikiondolewa tu mimi nakuwa sina nguvu. Na Delila akazikata nywele zote Samsoni alipokuwa amelala. Na baadaye Wafilisti walipokuja, Samsoni hana nguvu tena, asalitiwa na mtu wa karibu yake, na baadaye walimkamata, wakaenda wakamtoboa macho, wakamtesa sana huko. Yuda Iskarioti kama mtu wa karibu kabisa na Yesu Kristo anatumika kwenda kumsaliti. Kwa hiyo wakati mwingine inatulazimisha, mazingira haya yanatulazimisha tuwe na mipaka katika mazungumzo yetu, hata na wale ambao tunawafikiri ni marafiki zetu. Yuda alitembea na Yesu kila siku. Yuda alimsikia Yesu Kristo alipokuwa akifundisha, na sio tu kumsikia, lakini aliona Yesu Kristo alipokuwa anafanya miujiza. Yuda huyu sio tu kwamba alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo katika wale wanafunzi 12, alikuwa ni afisa, alikuwa ni mtunza fedha huyu. Yaani mtu ambaye wakitembea mahali fulani wanaishiwa chakula,
ataulizwa, Yuda, tuna shilingi ngapi kwenye akiba yetu hapo? Nenda kanunue maji, kanunue mikate hapo, tule tuendelee na safari. Ni afisa huyu. Kwa Yuda alikuwa na nafasi hiyo ya karibu sana, lakini ndiye ambaye anatumika kusaliti mfumo, anasaliti system ili iweze kuangamizwa. Kwa hiyo hapo ukaribu sio uaminifu, usije ukadanganyika. Mtu mmoja akasema kwamba asiyekupenda usimwamini. Kama unagundua mtu fulani hakupendi, basi usimwamini. Maana yake anaweza akafanya jambo lolote, kama tu ambavyo Yesu Kristo alivyofanyia. Lakini jambo la pili, moyo unapofunguka kwa uovu, tunaliona katika tukio hili la rafiki anavyoweza kumsaliti mtu mwingine. Biblia inasema shetani alimwingia Yuda. Hii ina maana kwamba Yuda mwenyewe alifunua moyo wake. Shetani hamlazimishi mtu, shetani anazungumza na mtu. Hata tukirudi katika kitabu cha Mwanzo, wakati ule Adamu na Eva wanaishi pamoja bustanini Edeni, alafu Adamu amekwenda kwenye matembezi, amemwacha Eva bustanini, shetani alikuja akaanzisha mazungumzo mazuri na Eva. Tena alianza kwa kumwambia ati hivi ndivyo alivyowaambia Bwana Mungu kwamba msile matunda yote kabisa ya bustani. Eva aiwishi angesema kwenda zako huko wewe shetani, tena sitaki mimi kuongea na wewe. Au angenyamaza kimya kabisa, afu shetani angeona aka kadada kamenipuuza, angeondoka zake. Lakini Eva akaruhusu, akaentertain mazungumzo, akamwambia hapana, sivyo, isipokuwa amesema tunaweza tusile matunda mengine, ila tunda la mti uliopo katikati ya bustani hilo Bwana amesema tusile, kwa sababu tutakapokula tutakufa. Na pale pale shetani ana chip in, anasema amekudanganya, Mungu amewadanganya, anajua kwamba mtakapokula mtakuwa na uwezo kama yeye. Sasa watu wengine wao wanatamani kuwa na nafasi fulani nje ya nafasi walizonazo. Nadhani hata Eva alitamani sana nafasi ya Mungu, kwamba tutakuwa tunajua kama Mungu, lete hilo tunda mimi nipate kula. Akaacha utii, na kwa sababu hiyo sisi wote tukaingia katika dhambi, kwa sababu ya dhambi ya Adamu na Eva. Kwa hiyo mtu asiyekupenda usimwamini, lakini usiruhusu moyo wako kwa ajili ya jambo lingine. Shetani anamwingia Yuda kwa urahisi sana, kwa sababu Yuda mwenyewe alishatengeneza hayo mazingira. Biblia inasema shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara, akaondoka. Sio walimfuata, aliondoka. Akasema hii ni fursa hii. Wapi hao jamaa wanashindaje kumkamata huyu Yesu? Tuko naye kila siku hapa, mbona mwepesi tu, mimi namuona hapa. Pesa inapokuwa ni msingi wa mahusiano, basi pia haki inakufa, ukweli unapotea, uaminifu pia unakuwa haupo. Watu hata kama wanaojua ukweli hawatakuwa tayari kusema ukweli, wamekwisha pewa kidogo kidogo hao. Na sehemu ya tatu na ya mwisho ni mafunzo ya maisha yetu sisi leo kupitia kisa kama hichi cha kusalitiana. Maana haya mambo yapo sana katika jamii zetu, hata katika familia, hata katika vikundi, hata katika taasisi mbalimbali. Tunaambiwa jambo la kwanza, tulinde sana moyo. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Usiruhusu tamaa wala wivu wala chuki kuingia ndani yako. Linda sana moyo wako. Usiwe mtumwa wa fedha. Ndugu zangu, fedha ni nzuri, hata mimi naipenda sana, kwa sababu fedha ndio inatusaidia katika mambo mengi. Tunalipa ada za watoto, tunanunua mavazi tunayoyapenda, viatu tunavyovipenda, tunakula chakula tunachokipenda. Lakini fedha usipokuwa na control nayo itakuharibu. Na ndio maana sehemu nyingine unakuta watu wanavamia nyumba fulani ambayo ina mali, inaweza kawa ina gari, ina pikipiki, ina kompyuta, ina simu, ina nini, lakini wanafika wanamuua tu, alafu wanaondoka. Watu wanafika tu wanaua mtu, wanaondoka. Ukija kufuatilia utagundua kwamba walifanyaga dili fulani akawadhulumu. Kwa hiyo kuna mtu ametumwa kwenda kumwangamiza kwa sababu aliwadhulumu fedha zao. Ni hivyo tu. Kwa hiyo wakati mwingine usipoweza kuikontrol fedha, ni nzuri, itakutengenezea uadui na watu, itakutengenezea uadui katika jamii. Kwa nini usilizike na hiyo fedha ndogo unayoipata kutoka kwenye biashara yako? Tena mwambie Mungu, mimi nakuhitaji katika eneo hili, akupe mapato yaliyo halali, na Mungu atakupa, maana ni mwaminifu. Sehemu nyingine katika Timotheo, nafikiri Paulo mtume anaandika, anasema msiwe watu wa kupenda fedha, kwa sababu fedha
ndio shina la mambo yote mabaya. Usipate mafanikio yako kwa kumuumiza mtu mwingine. Labda umeahidiwa nafasi, umeahidiwa cheo, sasa unaumiza mtu mwingine ili wewe ukipata hicho cheo, sababu cheo kinaendana na fedha. Wakati mwingine unajua kabisa utakuwa umefanikiwa. Usifanye hivyo, lakini chagua uaminifu kuliko faida. Ni bora kupoteza fedha kuliko kupoteza uaminifu, kwa sababu ukipoteza fedha utaipata. Ukipoteza uaminifu, kila mmoja hawezi tena kukuthamini. Atasema huyu mtu sio mwaminifu tena, usimpe. Unataka kufanya kazi na mtu fulani, mmekubaliana, umeshampa hela, bado sijampa, basi usimpe ndugu yangu. Kwa nini usimpe? Hata fanya kazi yako, labda wewe ni fundi, unashona nguo, ukichukua hela za mafuta za wateja au ushoni nguo kwa wakati, ama unauza na vitambaa vyako. Ama wewe ni fundi kujenga nyumba, mtu anakupa mifuko 15 ya simenti ambayo unajua kabisa kwa ratio ambayo unaitaka wewe atakujengea ukuta imara, anakuambia hakuna shida. Anatumia mifuko 5, mifuko 10 ya kwake, ama anatumia mifuko 10, mifuko 5 ya kwake. Ukija kugusa nyumba hivi, nyumba inapukutika. Na kama hujui mambo ya ujenzi, wewe unasema tu nimejenga nyumba bwana kule Marabi, nimejenga nyumba kule Kidatu, iko hapa, lakini umeibiwa mifuko kadhaa ya simenti. Sasa ukimgundua mtu wa namna hiyo, siku nyingine haumpi kazi, si ndio? Ama mtu akijua habari zake anasema fulani usimpe kazi. Usichague faida, chagua uaminifu, kwa sababu ukichagua uaminifu, watu watasema mchukue fundi fulani, atakufanyia kazi nzuri sana hapa. Achana na yule fundi, atakuibia ama atakuharibia kazi. Lakini pia kuwa mwangalifu na mahusiano. Ni vizuri sana kuyadumisha mahusiano. Unajua Yuda Iskariote angedumisha tu mahusiano aliyokuwa nayo kati yake na Yesu Kristo, hiyo ingefaa sana, lakini yeye hakufanya hivyo. Yeye alijali zaidi fedha, akapoteza mahusiano na Yesu Kristo, na Biblia inasema hata samehewa. Na kosa kubwa alilolifanya tutaona siku ya kesho atakapogundua kwamba amemsaliti mtu asiye na hatia, anakwenda kujinyonga. Hata vipande 30 vya fedha alivyopewa havimsaidii tena, kwamba alimpelekea mke wake anunue gauni, kwamba alienda kununua vinywaji na marafiki zake. Haikutokea hivyo. Yuda alipogundua kwamba amesaliti damu isiyo na hatia, akaenda akawaambia wale makuhani, chukueni hizi hela, mimi sizihitaji tena. Na wenyewe akasema, bwana wewe, sisi haya hayatuhusu. Urafiki wao ulikuwa umekutanishwa tu na fedha, wala hawakuwa marafiki. Makuhani hawa pamoja na majemedari hawakuwa na uhusiano na Yuda. Yeye aliangalia kitu kimoja tu, napata fedha. Hakuangalia outcome, matokeo ya tukio hilo. Anagundua dhamira inamchoma moyoni, anakwenda kurudisha zile fedha. Alafu wale nao wanasema, sasa kwa kuwa ameziacha hapa, ngoja tukanunue shamba huko, tutakuwa tunazika watu wengine ambao wamekutana na makosa kama haya. Basi ndugu zangu, tunapohitimisha kisa cha Yuda, kitusaidie sisi ama kituonye waziwazi kwamba rafiki anaweza kuwa adui yako. Yesu Kristo alikuwa karibu na Yuda, lakini Yuda hakuwa karibu na Yesu Kristo. Yeye alijali maslahi yake. Lakini fedha inaweza kuwa chombo cha uharibifu kama isipotumika vizuri, kama isipotafutwa kwa halali, inaweza ikaharibu kabisa mahusiano. Mungu atusaidie sisi kwamba pamoja na kwamba tunakutana na changamoto nyingi, lakini tusiweze kufikia hatua ya kusalitiana kwa sababu tu nataka nipate maslahi kidogo ambayo hayawezi kukufikisha mbali sana, yaishia karibu. Mungu awabariki maneno haya, tubariki na sisi sote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu Tabora, karibu Toronto.